Mnyama kuna baadhi ya maeneo ambayo kiuhalisia lazima ayafanyie kazi, na kwa tetesi nilizokuwa nazo mimi ni kwamba kuna baadhi ya maeneo wakati Dimitar Pantev anaondoka, umeona, na bahati nzuri sisi tulifanya naye interview, umeona, aliyaorodhesha maeneo hayo ni viungo washambuliaji wale wenye uwezo mkubwa wa ubunifu, umeona, technical ability yao kubwa, ambaye ana uwezo wa kuamua mchezo yeye kama yuko na muda mechi imeumana afu anaamua mchezo. Ndio mwalimu anafanya nini? Alikuwa anataka au viungo wa namna hiyo. Kwa hiyo Simba na wenyewe, kwa sababu ripoti ya mwalimu ipo, wanaifanyia nini? Wanaifanyia kazi kwa kiasi kikubwa sana kutokana na kile ambacho walichoambiwa pia. Umeona? Lakini taarifa nyingine ni kwamba kuna tetesi ya Henock Inonga Baka baada ya Rushen De Reuck kuumia, lakini Abdulrazak Hamza pia amekaa hana timu kwa muda mrefu. Kuna uwezekano mkubwa dirisha dogo wakamrudisha. Sasa issue ambayo nasikia wanasijana ndani kwa ndani ni mahusiano, ni issue ya kimahusiano ambayo Henock Inonga Baka aliondoka nayo akiwa Simba Sports Club. Unakumbuka kashfa yake alikuwa na sema kuhusiana na upangaji wa matokeo mechi ya Yanga ile na nini, umeona, maneno yalikuwa ni mengi sana, lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba wanaona ni mtu sahihi zaidi kuja kucheza, kitu ambacho kwangu mimi nafikiri sio mbaya. Mimi sidhani, kama sina uhakika kama aliweza kupanga upangaji wa matokeo, lakini mimi naamini kwenye uwezo wake, sibula vizuri. Na kama Chama aliwahi kuondoka na akarudi, akina Emmanuel walikuwa naenda wanarudi na wanafanya vizuri kwa aina na ndia mpira wetu jinsi ulivyo. Hata Henock Inonga Baka anaweza akaenda na akarudi na akaperform. Yupo mjini. Tanzania ni kisiwa cha amani. Tanzania ni eneo ambalo mchezaji yoyote akiondoka lazima arudi hapa, kwa sababu mapenzi, mpira, fedha ipo ya hapa Tanzania. Kwa hiyo ni tesesi kubwa ambayo hivi sasa inagonga vichwa vya habari vingi sana. Sisi kama wabukuzi, watu ambao tunajaribu kutafuta kudodosa, umeona, tumeipata hiyo. Kwa hiyo Henock Inonga Baka pia. Na kocha mpya wa Simba, taarifa zipoje mpaka hivi sasa? Taarifa ni kwamba kocha mwingine ambaye Simba anamhitaji ni Antonio Hey, Mjerumani, ambaye aliwahi kupita aliwahi kupita kwenye klabu tofauti, umeona. Nakumbuka aliwahi kupita JS Kabylie, umeona, kapita timu ya taifa ya Myanmar na timu nyingi hapa katikati barani Afrika, kafundisha vilabu vingi. Ni kocha mzoefu, kocha wa Kijerumani. Lakini kocha mwingine ni Steve Barker. Steve Barker naye anahitajika na wekundu wa Msimbazi Simba. Haswa Steve Barker. Hiyo ni 50-50 nimeipata kutoka Stellenbosch, kwa sababu ni kocha ambaye anaamini anaweza akasimama vizuri, kwa sababu amefanikiwa kwa Mwafrika Kusini, alikuwa Fadlu Davis. Kwa unaona Steve Barker ni kocha ambaye kwanza aliwapeleka mpaka nusu finali ya mashindano ya Confederation Cup Stellenbosch msimu uliopita, wakatolewa na Simba kama unakumbuka, na waliwatoa Zamalek. Lakini pili, msimu huu kawarudisha tena kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo inawezekana huyu ni kocha ambaye tayari kashacheza hizo mechi za kimataifa, na uwezo mkubwa wa kuzihendo, ana uwezo wa kuenda pressure. Tukimpa nafasi anaweza akafanya nini? Akafanikiwa. Kwa hiyo wanafikiria kama mtu sahihi ambaye anaweza akaja akaitoa project ya Simba ilipokuwa imefikishwa na Fadlu Davis na kuipeleka next level. Sasa mimi hoja yangu ya msingi sio yeye kuja labda kufaulu ama kufeli. Hoja yangu ya msingi kwa viongozi wa Simba, wanapaswa kuwa wavumilivu, wanapaswa kumvumilia. Umeona, mimi niko tayari kuwapa excuse Simba kuhusiana na Fadlu Davis alivyoondoka. Aliondoka katika wakati mbaya ambao Simba hawajajipanga na hawakutarajia. Kwa mimi niliamini kabisa kocha yote atakayekuja lazima tu ataanza kukutana na vikwazo, lazima ataanza mwanzo. Kuna baadhi ya mechi kukutana nazo ngumu atapoteza. Hiyo ni kawaida. Mimi nilijua hilo kwa sababu ya excuse ya Fadlu Davis kuondoka. Fadlu Davis amewaacha Simba, aliwaacha katika wakati mgumu mno. Ni wakati ambao ni ngumu sana kufanya maamuzi. Na Simba kama watampata atakuwa melamba dume. Bonge la kocha, ni bonge la kocha. Mimi naamini kocha yote ni kocha mzuri, ila unampa muda, mvumilie ili aonyeshe hicho ambacho alichokuwa nacho bora. Ila kama hukumvumilia, ndio matokeo yake sasa utakuwa unafukuza wawili. Kwa sababu akifungua mechi 2, mechi 3 mashabiki wakipiga kelele unatimua. Akifungua mechi 2, mechi 3 mashabiki wakipiga kelele unatimua, bila kufanya tathmini ya kiufundi kujua bwana huyu kocha yuko hivi, ubora wake uko hivi na udhaifu wake uko hivi. Umeona? Ni mapendekezo yake sasa yeye. Inawezekana labda makocha wengine wanaokuja wanaweza kawa wanapendekeza kuwa na makocha wazawa ili kujua mazingira, sibula vizuri. Kwa kama akipendekeza aondoke na kwa thamani ya Matola
Na mimi naamini Matola kuna nafasi anatakiwa aende akaprove. Anatapaswa zake kujiondokea zake kwenda kutafuta sasa hiyo challenge ya kujipima bwana. Kuna sehemu anakosea, anajirekebisha, kuna sehemu anapatia, anaongeza jitihada zaidi ili kuweza kufanikisha ile lengo lake. Huo ndio uhalisia. Bwana, shukrani.